Mtandao wa habari wa kimataifa wa Al Jazeera umetoa takwimu mpya zinazoonyesha idadi ya waliouawa na kujeruhiwa kutokana na mashambulizi yanayohusisha Marekani, Israel na Irani katika nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa vita hivyo vimeathiri angalau nchi 12 huku maelfu ya watu kujeruhiwa na wengine zaidi ya 1000 kupoteza maisha. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa kufikia saa 12 jioni kwa saa za GMT tarehe 4 Machi, nchi iliyoathirika zaidi ni Iran ambapo watu 1045 wameripotiwa kuuawa huku mamia wengine wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi yaliyohusishwa na Marekani na Israel. Katika Lebanon, takribani watu 50 wameuawa na 335 kujeruhiwa. Nchini Israel, watu 11 wameuawa huku mamia wakijeruhiwa katika mashambulizi yanayohusishwa na Iran. Taarifa hiyo pia inaonyesha kuwa nchini Iraq watu 2 wameuawa na 5 kujeruhiwa, wakati nchini Jordan watu 5 wameripotiwa kujeruhiwa. Kwa upande wa nchi za Guba, nchini Kuwait watu 4 wameuawa na 35 kujeruhiwa. Nchini Bahrain mtu mmoja ameuawa na 4 kujeruhiwa, huku nchini Qatar watu 16 wakiripotiwa kujeruhiwa. Katika Umoja wa Falme za Kiarabu watu 3 wameuawa na 68 kujeruhiwa, wakati nchini Oman mtu mmoja ameuawa na watu 5 kujeruhiwa. Taarifa hiyo pia inaonyesha kuwa wanajeshi wa Marekani 6 wameuawa na 18 wamejeruhiwa katika mashambulizi yaliyotokea kwenye vituo vya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa wanaonya kuwa takwimu hizi zinaweza kuendelea kubadilika kadri mapigano yanavyoendelea na taarifa mpya zinavyoendelea kupatikana. Mgogoro huu unaendelea kuongeza hofu ya kuenea kwa vita vikubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa wito wa kupunguza mvutano na kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Takwimu ambazo zimetolewa na mtandao wa Al Jazeera zinaonyesha madhara ni makubwa sana katika Mashariki ya Kati. Karibu ukanda mzima umeweza kupata shida, ambapo nchini Lebanoni, Iraki, pale Irani, Israel, Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Oman, Saudi Arabia pale, lakini na wanajeshi wenyewe wa Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati wameweza kupata madhara makubwa sana, kwa sababu takwimu zinazidi kuongezeka siku hadi siku na vita vikizidi kuendelea na mashambulizi yakizidi kuripotiwa katika maeneo mbalimbali huko Mashariki ya Kati. Israel na Marekani wanazidi kuweza kuishambulia nchi ya Iran, lakini vile vile Iran yenyewe inajibu kupitia kuishambulia Israel na kushambulia kambi za kijeshi zote za Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku matumizi ya droni pamoja na makombora yakizidi kuongezeka, lakini vile vile Israel na Marekani wakitumia mara nyingi zaidi ndege za kivita kutekeleza operesheni zake ardhini, angani pamoja na majini. Basi kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi wakati wote hapa. Utakwenda kufahamu yote yanayojiri katika vita hii ambayo inazidi kuibua wasiwasi mkubwa juu ya usalama wa dunia kwa hivi sasa. Kwa taarifa zaidi, usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.